Nimewambia wenzangu, nataka Mtanzania yoyote ndani ya nchi yetu ya Tanzania awe ana uwezo wa kupata leseni pasipo kumjua waziri, katibu mkuu wala kamishna wa madini. Yaani kila mtu awe ana nafasi sawa ya kupata leseni. Tukifanya hivyo, tutaondolea hizi changamoto za kwenda kubadana kwenye leseni za watu zenye masharti mengi. Sasa hiyo ndo jambo la kwanza kubwa la kulifanya. Hatua ambazo tumezichukua, nimeelekeza nchi nzima ya Remozi. Mimi na mkeka pale umejaa. Leseni zote za utafiti ziko pale kwangu. Na kwenda awamu kwa awamu. Nimefuta, mlisikia zile 40 mwezi uliopita. Muda sio mrefu tutatangaza na tutaanza kuwapanga wachimbaji nchi nzima. Na kwenda awamu ya pili, nataka kuisafisha ile kanzidata. Tubaki na watu wa kweli wachimbaji, sio madalali hapa katikati ambao wanaweza kushikilia leseni afu mwisho wa siku tunaacha Watanzania wanahangaika. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kwenda kujibu hilo jambo. Kwa hiyo hivi sasa wenye leseni za utafiti wanafahamu nchi nzima zoezi linaendelea. Lakini tumeenda mbali zaidi. Kuanzia mwezi wa 7 hamtanisikia tena natangaza kufuta leseni. Linakuja na utaratibu tofauti kabisa. Tunaboresha mfumo wetu. Si umeenda kuchukua leseni kubwa ya utafiti afu uifanyie kazi, ule mfumo utakutaka uwasilishe taarifa ya robo mwaka. Usipowasilisha, mfumo utatuambia, tume watakuandikia hati ya makosa ya kurekebisha, default notice, ndani ya siku 30 utapewa. Usipojaza kutokana na hali ile hati ya makosa ulivyopelekewa, mfumo kule utaifuta leseni automatically. Kwa hiyo itakuwa hauhangaiki tena na mtu hapo, wala hata hautakutana na hao watu wa tume. Kila mwenye leseni yake ya utafiti asipoiona ajue tu tayari taratibu zimefanya kazi yake. Hii itaendelea kuyapunguza haya maeneo, na maeneo haya yatarudi serikalini. Serikali itachukua hatua za kuwapanga watu wake vizuri, na hasa wale ambao ni wachimbaji. Hiyo ni hatua ya kwanza kubwa ambayo tunakwenda kuichukua hivi sasa na kujibu hii changamoto iliyopo. Tunatumai kupitia hatua hiyo watu tutakuwa na uwezo kuyapata maeneo. Yale maeneo ambayo mlikuwa mnayaona kwamba hayashikiki, hakuna eneo ambalo halitakuwa linashikika.